Moja kati ya stori kubwa ambayo iligonga vichwa vya habari nchini Tanzania na mataifa mengine katika miaka ya 90 mpaka miaka ya 91 ni kuhusiana na stori kutokea mahakamani baada ya hakimu mstaafu wa mahakama ya wilaya ya Geita Liberatus Ngovongo kunukuliwa na kuandikwa tofauti na namna ambavyo aliwahi kutoa maamuzi ya mahakama katika hukumu hiyo iliyokuwa ikitolewa kwa watuhumiwa wa kesi ya unyang'anyi kwa kutumia silaha kukutwa na hatia na kufungwa miaka 150. Sasa Ayo TV na Millard Ayo imemtafuta hakimu mstaafu wa mahakama hiyo na kupiga naye story nyumbani kwake juu ya hukumu hiyo ambayo ilitolewa kwa mujibu wa sheria na kuielezea namna ambavyo watuhumiwa hao walikutwa na hatia, sambamba na kueleza namna jinsi ambavyo Geita ilikuwa ni sehemu ambayo wanyama wakali aina ya fisi na nyoka aina ya kobra walikuwa wakipatikana. Hizi ni ripoti za Ayo TV na Millard Ayo. Ninakuletea taarifa hii kutokea mkoani Geita. Mimi ni Baraka Fulgence. Natamani kufahamu kuhusiana na historia ya mkoa wa Geita. Wewe baada ya kufika Geita, Geita ilikuwaje? Anza kwa majina. Jina naitwa Liberatus Ngovongo. Ni hakimu mstaafu wa wilaya. Nilihamia hapa mwaka 91 na nikitokea Bukoba. Basi kama hakimu mstaafu tumeendelea, niliwakuta na wenzangu tukaendelea kufanya kazi pamoja kwa ushirikiano bila tatizo. Lakini Geita nilivyoikuta ilikuwa sio Geita ya sasa. Geita niliyoikuta kama wilaya ilikuwa haina maendeleo kama sasa hivi. Kipindi hicho kwanza majengo yenyewe yalikuwa ni machache sana, tena ya zamani. Kama unafahamu eneo la CCM, jengo la CCM, mstari huo mpaka kupanda mpaka NMB ndio yalikuwa majengo yanayoonekana. Lakini hapa walipojenga soko la dhahabu ilikuwa ni soko la wakulima. Ilikuwa soko la wakulima. Yaani wananchi walikuwa wanatumia kwa ajili ya kuuza mazao yao mbalimbali. Nyanya, nini, kadhalika. Na ilikuwa ndio stendi. Kuachana na stendi iliyopo sasa hivi. Kwa sababu pale walipojenga stendi ya sasa hivi ilikuwa ni sehemu ya majaruba, watu wanalima mpunga. Basi na magereza walikuwa wanafyatua matofali pale. Kipindi hicho ikiwa ni mkoa wapi? Ilikuwa tuko mkoa wa Mwanza, haikuwa Geita. Basi tumekaa hapa na eneo lile la ambapo wanajenga sasa hivi CCM ilikuwa ni uwanja wa mpira uliojengwa na William Diamonds miaka hiyo. Basi kwa hiyo na majumba yote tunayoyaona sasa hivi, ghorofa lilikuwa ni moja tu la NMB Bank, labda na posta tuite hivyo. Lakini sehemu nyingine ilikuwa ni vijumba tu vya kawaida, bati ya kawaida. Kwa ujumla Geita ilikuwa bado kabisa. Ilikuwa ni bado kama ni kijiji. Mtu aliyetoka kwenye miji akifika Geita anajua kama kijiji. Lakini cha kufurahisha, chakula kilikuwa ni kingi. Watu walikuwa wanalima sana. Wanalima sana. Mihogo, mahindi, maharage, kila kitu walikuwa wanalima sana. Sasa changamoto imeletwa machimbo yalipokuwa yametokea. Mimi nimekuta kuna machimbo Nyarugusu, dhahabu zinatoka sana, Mgusu, Nyakagwe. Bahati nzuri nilikuwa natembelea huko wakati mwingine. Hiyo ndio ileta changamoto. Wanasema maendeleo na mambo ya uhalifu vinaambatana. Sehemu ya maendeleo kuna uhalifu pia unajitokeza sana. Kwa hiyo uhalifu ulikuwepo kubwa sana. Kwa hiyo nimefika hapa, kesi zilikuwa ni nyingi za ujambazi, wizi, magomvi, wengine wanauawa na kadhalika.
kutokana na hali hiyo ya kimachimbo. Uliwezaje kuvumilia maisha ya mkoa wa Mwanza hasa baada ya kuletwa kwenye wilaya ya Geita, ukiangalia jinsi ambavyo taswira yake ilikuwa kwamba ilikuwa inaonekana kama vichaka tu vilikuwa vimejaa, majengo machache sana ambayo yalikuwa yanapatikana ndani ya mji wa Geita? Mimi nilikuwa sijakaa kwenye mji, labda nilipokwenda Bukoba. Bukoba ndio walao ilikuwa ni mji, lakini mimi nilivumilia kwa sababu ndio wilaya na mimi ni mtumishi, nimeletwa kuhudumu katika wilaya ya Geita. Sasa kwa Mwanza changamoto ilikuwa tu kama una shida ya kiofisi inabidi uende Mwanza, na kwa kuwa wengi walikuwa wanaenda Mwanza ilikuwa ni rahisi kwenda tu kwa sababu usafiri ulikuwepo, na bahati nzuri una ofisi ilikuwa na gari, basi unakwenda unamaliza shughuli unarudi. Kwa sababu wilaya zote ziko zinazunguka walikuwa wanakwenda High Court Mwanza, ndio makao makuu yetu ya kanda. Kwa hiyo haikuwa ni tatizo wala haikuwa changamoto. Kama una tatizo au unapeleka ripoti au umeitwa mikutano, basi unapanga muda wako na kwenda na unafanya kazi unarudi. Kwa hiyo ndio hali halisi ya Geita. Kwa hiyo ndio maana mimi sikukaa Mwanza sana, lakini wilaya zake nilikuwa nimeshafanya kazi. Ndio. Kwa Geita, kwa mtu ambaye amewahi kufika kwa kipindi hicho miaka ya 90, miaka ya 91, akirudi sasa hivi lazima ataona utofauti kidogo kutokana na mji sasa hivi umejengeka kwa kiasi kikubwa. Lakini bado ataendelea kuwa na ile akili ya kujiuliza kwamba sasa hivi wanyama wakali aina ya nyoka, fisi wameisha kwenye haya maeneo, na Geita ilikuwa ikisifika kwa mambo kama hayo. Wewe uliweza vipi kuishi kwenye huu mji? Niliweza kuishi kama wananchi wengine wanavyoishi. Kweli palikuwepo na wanyama wakali kama fisi, hasa fisi. Majoka yalikuwepo kwa sababu mapori yalikuwa karibu. Hata hapa uliponikuta leo ambapo nimejenga ilikuwa ni pori. Tulikuwa tunapakana na pori la hifadhi. Sasa baada ya serikali kuona kwamba kuna maendeleo ya aina yake na watu wanaongezeka na mkoa umetolewa, basi hiyo hifadhi kutoka maeneo haya ya Magogo kuelekea mjini mpaka Shirabera ilikuwa ni hifadhi. Basi serikali imeondoa hiyo ya kuifanya sehemu hii. Kwa hiyo unapoondoa, basi na wale wanyama wanasogea mbali, majoka wao yanatoka. Kwa mfano ilikuwepo koboko, cobra, nadhani unafahamu. Hii kona ya kwenda Waja, ungeweza kupita kwa mguu kwenye mida ya saa 3, saa 4 kwenda saa 5. Inatoka kabisa. Kwa hiyo ilikuwa ni shida kwenye kona tu, lakini baada ya kuwa barabara imepita, watu wameongezeka na wadudu wao wanaogopa, wanaondoka, wanasogea mbali. Ndio hiyo ilibidi nikae. Ukipambana na joka basi mnapambana nalo na uwa basi. Ulikuwa ni hakimu na sasa hivi ni mstaafu. Kesi za kuletwa mahakamani, ushirikina, watu wameuana, kwako wewe ulikuwa unazichukuliaje? Mimi nilikuwa nachukulia kwamba kesi zilikuwa nyingi za jinai. Hizi za ushirikina mpaka zipelekwe labda kama askari wamekamata kwa mtu kwa tuhuma za ushirikina, basi walikuwa wanajua ni jinsi gani ni mahakama gani ya kupelekwa. Lakini kama zile ambazo tulikuwa na mamlaka kusikiliza, tulikuwa tunasikiliza, tunatoa maamuzi yake. Zile za High Court zinasubiri jaji, kama mauaji na makosa mengine ambayo mahakama ya wilaya haina mamlaka kusikiliza, nasubiri wenye mamlaka ya kusikiliza. Na bahati nzuri wakati nimefika
palikuwepo na session nyingi tu, karibu kila mwezi majaji. High Court ilikuwa hamia Geita, anakuja jaji, basi anasikiliza zile kesi ambazo zinasikilizwa katika mahakama kuu. Lakini kwa sasa tunamshukuru Mungu, High Court iko hapa hapa na jengo hapa hapa. Kwa hiyo nadhani na ule wingi wa kesi utapungua au umeshaanza kupungua kabisa. Zamani ni kwa kiasi gani wananchi walikuwa wanatembea kuja kufata sehemu yao ya kutatuliwa changamoto zao, hasa kwenye upande wa haki? Wengine walikuwa wanatembea kwa mguu, wengine gari, wengine baskeli za bodaboda au baskeli sio bodaboda, wanasafiri wanakuja. Kwa hususani mahakama ya wilaya ilikuwa watu wa Karumwa, Nyang'hwale, Bukwimba, Bukoli, wapi walikuwa wanakuja. Wanatembea kwa mguu? Wanakuja kwa gari au kwa mabaskeli, wengine kwa mguu ambaye hana uwezo kabisa. Hata kija kwa mguu atalala njiani siku moja ya pili kama natoka Bukwimba. Lakini mahakama za mwanzo zilikuwepo, kuja mpaka wilayani, labda hiyo kesi yake mahakama ya mwanzo haina uwezo wa kusikiliza. Lakini kama ilikuwa inasikilizwa na mahakama ya mwanzo, wanapata huduma kule kule. Asiyeridhika sasa napoomba rufaa, atatafuta means ya kufika mahakama ya wilaya kwenye rufaa kama kuna rufaa hiyo. Mzee Ngovongo, ulijipatia umaarufu sana kwenye hukumu ambayo uliitoa kwa majambazi ambao walikamatwa. Sijajua ni wangapi, lakini nafikiri una taarifa kamili. Ukawahukumu miaka 150. Tunaweza tukapata angalau kidogo kuhusiana na hii taarifa, ilikuwaje na ukawahukumu miaka 150? Ilikuwa ni kesi moja ya unyang'anyi wa kutumia silaha, armed robbery, ambao ulifanyika Samina. Sijui kama napafahamu Samina, njia panda ya kwenda Mgusu, maeneo hayo. Watu hao ambao walikuwa takribani kama 5 hivi waliteka gari ambayo ilikuwa inakuja Geita mjini, na ilikuwa nyakati kama za alfajiri kwenda asubuhi, basi wakawa wameteka. Waliokuwemo walipigwa, walinyang'anywa mali waliokuwa nayo. Basi sasa katika hali hiyo polisi walifanya kazi yao vizuri tu, ikawa ripoti wameipata, wakaenda pale. Sasa wawili wakakimbia, wengine wakaletwa mahakamani ambao hawakukimbia. Tumesikiliza kesi hiyo, bahati nzuri hakuna mtu aliyekufa, lakini mapigo waliyapata na kunyang'anywa mali na kadhalika. Basi tumesikiliza kesi hiyo, ushahidi ukatolewa, mahakama ya wilaya ikaona ushahidi unatosha, basi hukumu ikatolewa. Kila mshtakiwa alikuwa anashtakiwa kwa makosa 5 ya armed robbery, na kwa kipindi hicho armed robbery ukitiwa hatiani adhabu yake ni miaka 30. Miaka 30 na viboko 24. Sasa kimahesabu 30 mara 5 ni 150 kwa kila moja. Lakini mahakama haikuwa hukumu miaka 150 kwamba waitumikie 150. Mahakama ilitamka kwamba kwa kila kosa miaka 30, adhabu zitaenda pamoja. Zitaenda pamoja. Manake anatumikia miaka 30. Sasa waandishi labda walikuwa hawafahamu sheria au tafsiri ya hukumu hiyo, wao wakachukua ni 150 kwa kila mmoja. Kwa hiyo ikatangazika sana mbali tu, Japani, Jerumani, Urusi, wapi. Na mimi nisikia kwenye taarifa za nje
Sasa nikabaki kushangaa, na hata mwanasheria nchini aliulizwa, huyu hakimu anajua sheria na kuwaje mtu amhukumu miaka 150? Asema huyu anajua sheria na adhabu iliyotolewa ndio hiyo, labda hukumu ilivyo ndio hatuwezi tukajua kwamba zinaenda pamoja au kila adhabu kila miaka 30 itumikiwe pekee, zifuatane. Kuna adhabu kufuatana na kwenda kwa pamoja. Kwa hiyo pale hamkuwa hukumu miaka 150? Hapana, kila kosa liko miaka 30, mara 5 ni 150. Lakini mahakama iliamua adhabu ziende pamoja, kwa maana kwamba kila mmoja tumikie miaka 30 na viboko 24. Baada ya kutoa hiyo hukumu na taarifa zikatoka kwenye vyombo vya habari kila kona, maeneo mbalimbali, ilisambaa duniani kote, wewe ilikuletea ukakasi gani? Kwanza nijua wame misconceive jinsi adhabu ilivyotolewa, yani hawakufahamu tafsiri yake. Lakini pia mimi kama mimi niliona basi kumbe na mimi nipo jina Ngovongo kufika Japani na kadhalika. Kumbe hawa watu bila shaka watakuja, watafuatilia, wataniuliza vizuri ilikuwaje ni 150. Lakini bahati hawakuja, lakini wameendelea kuitafsiri hivyo, lakini wengi wakawa wanafahamu adhabu ilivyotolewa. Basi lakini mimi nijisikia vizuri kwamba nitishie kwa wale wajambazi. Na kweli tangu kipindi hicho mambo ya uvamizi ukaanza kupungua, kwa sababu palikuwepo na ujambazi sana kati ya Nyarugusu kuja Geita, Mgusu kuja hapa, toka Gatoro huko na sehemu nyingine. Lakini ikawa naona kuna nafuu yake, nijisikia vizuri. Ukifanya kazi halafu ukapata fanikio kama hilo, si hata wewe utaona ni nafuu kabisa. Nijisikia vizuri. Basi isipokuwa tu interpret judgment. Kwa sasa mahakama zinajengwa kila mkoa na wananchi wamekuwa wakipata wakitafuta haki zao na wamekuwa wakizipata. Ukilinganisha na zamani, Tanzania ya sasa ya mwaka 2025 unaionaje na tunaelekea wapi kwa sasa, hasa kwenye upande wa mahakama? Sasa hivi mahakama imepiga hatua kubwa sana, maendeleo makubwa. Kwanza kesi zinasikizwa kimtandao. Pili, inahakikishwa kabisa kila kesi imesajiliwa, ijulikane imesajiliwa, baadaye kufanya takwimu iwe nzuri. Alafu mahakama zimejengwa nyingi na nyingine kurekebishwa. Alafu kwa sasa hivi ni nzuri kuliko kipindi tulichokuwa nacho. Mtu akimaliza degree ya sheria akaajiriwa kama hakimu mkazi, anakaa wilayani au mkoani tu, au mahakama kuu, centers. Lakini sasa hivi mahakama ya mwanzo imekuja kuboreka baada ya kuondoa hii habari ya wazee wa baraza ambao mara nyingi uamuzi wao ilikuwa ni binding. Hakimu wa mahakama ya mwanzo hawezi akitoa judgment, lakini wazee wakikataa inabidi afuate maamuzi ya wazee. Hii ilikuwa ina kihaki kabisa, inadhoofisha hata ufanyaji, inadhoofisha kabisa. Kwa hiyo inabidi hakimu akae kama mnyonga, amsikilize mzee wa baraza pamoja na kuwaelekeza na nini, lakini mara nyingi haki inaweza kupotoshwa baada. Lakini sasa hivi hakimu kama hakimu mkazi yuko mahakama ya mwanzo, zile sheria alizojifunza na zile procedures, mwenendo wa makesi anafanya yeye kulingana na sheria iliyopo. Kwa hakika sheria imeboreshwa zaidi.